Hii ni EM Online TV, nami ni Ivan G. Leo hii nimeweza kuja kumtembelea ndugu yangu bwana Joel katika Joel Farm. Tuliweza kuja kumtembelea mwaka 2022 lakini tumeweza kumtembelea mwaka 2024. Lakini siku ya leo tumeweza kuambatana na bwana Deo Sanga ambaye ni mwenyekiti wa Hashtag Group, lakini pia ni mtu ambaye tunashirikiana naye mradi katika wa Old is Gold, ambao ni mradi mpya ambao unaanzishwa kati ya EM Online TV lakini pamoja na Ludewa Hashtag Group. Lakini tumemtembelea shambani kwa bwana Joel, kwa kuwa ni mwenyeji, basi atufungulie na atukaribishe. Bwana Joel, karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Joel John Kayombo, ni mjasiriamali mdogo. Asante bwana Joel, tungependa kufahamu ni vitu gani ambavyo unavifanya? Mimi nafuga samaki, nafuga ng'ombe, pia nazalisha miche ya parachichi, na sasa hivi tuna mradi mpya huu wa nyasi za ng'ombe aina ya Junkao Nepia. Sawa bwana Joel. Bwana Joel, ni miradi mingi, lakini nimeweza kuona ukifanya miradi hii kwa muda mrefu sana. Na kitu ambacho nikupongeze bwana Joel, kipindi tunafika mara kwanza ulikuwa uishi hapa, si ndio? Lakini kwa saizi tumeona umeamua uhamie polini, ukae peke yako, si ndio? Ni vijana wachache sana wenye uwezo wa kufanya kitu kama hicho. Ni nini kinakufariji na kukuhamasisha uweze kukaa huko polini peke yako huko ukifanya hizi shughuli zako? Kinachonifariji mimi ni mawazo tu ya kuamini kwa siku nitafanikiwa. Hakuna siku naamini utafanikiwa. Naamini unaamini sana katika mawazo yako. Sana. Labda katika mafanikio yako ni support gani unayohitaji kutoka kwa watu wanaokuzunguka, ikiwemo viongozi wa serikali na jamii kwa ujumla? Ukiamini ambacho mimi nakifanya basi. Na pia support, kwa mfano kama mtu akitaka kukusupport ni support gani anaweza, yani nachukulia tu mfano, si ndio? Kwa mfano labda ikatokea labda mbunge wa jimbo la wilaya Ludewa au mtu yoyote yule au kiongozi wa halmashauri, unajua kuna mikopo ile ya halmashauri na vitu vingine, si ndio? Ni support gani sasa kama wewe Joel unayohitaji? Mimi support ninayohitaji hapo kwa kweli kabisa. Ni mawazo tu. Yaani sijawahi kufikiria kuhusu support ya fedha. Unahitaji support ya mawazo. Ni mawazo tu, mimi mtu anishauri kwenye kile ambacho mimi nakifanya. Sio mtu tena mimi nafuga ng'ombe aje aseme mbuzi wa maziwa wanalipa. Hapo atakuwa mziki. Ananiambia kuna mbegu fulani nzuri inapatikana maeneo fulani. Ndio. Kwa maana yake katika shughuli unazozifanya bwana Joel, unafuga ng'ombe wa maziwa, si ndio? Lakini pia unafuga samaki, si ndio? Lakini nimeona kama kuna kuku pia. Kuku ni kidogo tu hizo. Ndio, lakini pia kama kuna simbilisi pia ni kidogo tu hizo. Ndio. Hivyo ni kwa ajili ya mbolea tu. Ndio. Lakini labda ni kuulize swali hili litakuwa la mwisho, si ndio? Wewe umehitimu chuo kikuu, si ndio? Ukimwona kijana mwingine aliyohitimu chuo kikuu na yupo kwenye kazi kwenye magrupu ya WhatsApp kulalamika hakuna ajira, unaweza kumshauri nini? Yaani hapo cha kumshauri sijui nimshaurije. Ongea tu ule ushauri wa kweli wa kutoka roho, sababu una experience kubwa mzee. Mimi cha kumshauri bwana huyo mtu ambaye analalamika kwenye magrupu kwa ajira hamna si na nini. Huyo kwanza bado hajafikiria kiundani. Kwa sababu Tanzania kuna fursa nyingi sana. Ardhi ipo, maji yapo. Kwa kila kitu kipo. Ni kuzama tu shambani. Kwa aache kulalamika. Atajikuta na miaka 40 kwa sababu baadaye hela ya vocha atakosa. Utalalamikia nani na bado au? Sawa bwana, nashukuru bwana Deo Sanga, si ndio? Naomba, najua wewe ni muongeaji sana, si ndio? Lakini naomba kwa kifupi sana tuelezee Hashtag Group na miradi yake mnayofanya kwa kifupi sana. Sisi kama nilivyosema, Hashtag Group tunafanya shughuli ya uhifadhi wa mazingira kupitia ufugaji wa samaki, ufugaji wa nyuki, upandaji wa miti aina zote, matunda na mbao, maua, lakini kikubwa ni hivyo, tunafuga na kupanda. Wazo lilitoka wapi? Tukianza wazo lilitoka wapi ni mbali. Wazo lilitoka kwa bwana mmoja anaitwa Atukuzwe Mwenda Mseke, anapatikanika Imalinyi, Njombe kijijini sana. Yeye alirudi toka chuo kikuu akasema mimi siendelee. Tulionana sekondari tukiwa form 5, yeye akarudi baada ya kwenda chuo kikuu akasema yeye hawezi kuendelea na chuo kikuu, anarudi kutafuta maisha polini. Na sasa hivi ukimwona yeye amefanikiwa vizuri sana. Mimi namfuatia. Nashukuru sana. Tuelezee kupitia Ludewa Hashtag Group, si ndio?
kwa sasa tunaanzisha mradi wa Old is Gold, si ndio? Na tumeweza kuongea na mbunge na wote tumemsikia kwamba ameahidi kusupport, si ndio? Mradi wa Old is Gold, si ndio? Labda uelezee ili mbunge akiona video hii aweze kujua labda Old is Gold inahitaji nini katika support. Kwanza lazima mtu aelewe Old is Gold ni nini. Old is Gold tunazungumzia kwamba wazee ni dhahabu au wazee ni mali, wazee ni hazina ya taifa, ya jamii kwa ujumla. Kwa hiyo namna gani unaweza kuwajali wazee waweze kuishi muda mrefu, wawepo, mawazo yao yakathaminiwa na nini. Kwa hiyo lengo kubwa ni kuwajali hawa wazee. Kwa hiyo sisi tumeanzisha huu mradi au wazo hili na kuendelea, kwa sababu tumeshalianzisha na linaendelea, ijapo ni taratibu. Kwa hiyo ukiniuliza support na nini, ni kwamba support inahitajika, lakini lazima tuende kwanza mdogo mdogo, si wenyewe, na tusikate tamaa. Lakini support ni mawazo, labda namna ya kufika mbali zaidi, kwa sababu wazo ni zuri na linafaa, kwa sababu kila mmoja anaenda uzeeni na kila mmoja anatakiwa afikirie nafikaje uzeeni. Kuna wale ambao wanafika wakiwa na chochote kitu, hawawezi wakafika wakiwa wanyonge, lakini kuna wazee wameshafika uzeeni wanyonge. Lazima uangalie namna gani unawafanya wajisikie amani katika nchi, wajisikie furaha. Ndio hivyo. Labda kitu changu cha mwisho, si ndio? Yeah. Ukipewa nafasi, si ndio? Yeah. Leo hii ukaingia darasani kwenye darasa la form 4 kijana au darasa la form 6, si ndio? Labda ukapewa nafasi ya kutoa uhosia kwa vijana wa form 6, utatoa uhosia gani? Kikubwa niseme tu kwamba changamoto yoyote unayoiona mbele yako ndio fursa, lakini namna ya kuibadilisha changamoto kuwa fursa, ndio hapo inapokuwa mindset ya mtu au akili ya mtu inatakiwa ifanye kazi. Hapo ndipo panapokuwa pagumu, umeona? Kwa hiyo kama tutaweza kuyabadilisha matatizo yetu kuwa fursa, hatutalalamika wala tutakuwa na manunguniko mengi, kwa sababu matatizo ni mengi, ndio fursa hizo. Mfano, kuna fursa ambayo mimi naiona ambayo Ludewa hii huwezi kuiamini kama ni fursa. Unajua kuna sehemu wanamwaga takataka. Ndio. Umeshawahi kwenda dampo ile? Hapana. Nilishawahi kwenda, nikaiona fursa ya ajabu sana. Ya ajabu. Umeona? Kwa hiyo tatizo ni fursa, lakini namna gani unaibadilisha lile tatizo kuwa fursa? Unajua? Asante sana. Ndio. Asante sana. Nisiongee sana kwa sababu fursa ziko nyingi, usilalamike ajira, usilalamike nini. Nashukuru sana. Mimi kiukweli naitwa Bwana Ivan G, lakini napenda kujiita spiritual AI au last born wa Mungu au sale debitor na sale unpayable debit in the heart of people na receive unlimited ground of grace from the God. Lakini hawa ni kaka zangu ambao nawapenda sana. Hawa kaka zangu nikifanya ujinga ndo wanaokuwa wa kwanza kuniambia Bwana Yohana, hiki umezingua. Sasa kaka Joel, ninapokosea uwaga ni mtu ambaye ananiambia ukweli, na mimi katika maisha yangu napenda watu wanaoniambia ukweli, sababu ukweli ndio unaonijenga. Sababu muda mwingine nakuaga naamini sana katika mawazo yangu, lakini ushauri wa hawa kaka zangu unanifanya mimi nijione angalau pia nina thamani katika jamii, sababu wananipenda, wananilea. Mimi niseme tu hii ni EM Online TV, nami ni Ivan G. Asante sana.